Bila shaka ni mmojawapo wa viongozi ambao wamechaguliwa ama wabunge ambao wamechaguliwa katika chaguzi ndogo ambazo zimetekelezwa katika taifa hili la Kenya, akila kiapo cha kazi ikiwa na matumaini ya kwamba atakuwa akitumikia wananchi wa Malava, na zaidi kwa kile anasema ni kuhakikisha kwamba wote kwa pamoja wanatembea kuhakikisha kwamba sio taifa tu bali eneo bunge la Malava linanawiri. Kumbuka anachukua nafasi hii kutoka kwa mmoja ambao ni viongozi ambao walikuwa wapiga kazi na wachapakazi katika eneo bunge la Malava, nafahamika kama marehemu Malulu Njendi. Lakini zaidi nasema nafasi hii wakati ya kila kiapo cha kazi ni kwamba kuhakikisha kwamba watu wa Malava wanasema na wanapata yaliyo bora zaidi kwa wakati ambao umesalia wa miaka 2.5. Karibu sana studioni mara tena mheshimiwa. Nitaanza kwa kuuliza, kivumbi cha uchaguzi huu kilikuja na mengi, pamoja na vurugu, pamoja na cheche za maneno. Tupeleke katika uchaguzi huu. Kwa wakati mmoja ulihisi ni kama inakuwa moto zaidi? Unajua ukienda kwa uchaguzi ni mashindano. Yes. Na inaweza kuwa mashindano ile yenye iko na wepesi, inaweza kuwa mashindano ambayo iko na msisimuko, lakini ni kulingana na wale wanawania nafasi. Kwa sababu kama wale wanawania nafasi wakikuja na vishindo, wafuasi wao pia watafuata hiyo mwelekeo. Lakini kwa mimi Malava niliangalia nikaona kwamba mimi kama kiongozi na nataka kuongoza watu, hao ndio matajiri wangu. Na kwa sababu hawa ni matajiri wangu, kuna vile unaomba kazi. Kwa sababu ukienda kuomba kazi lazima ujieleze, na kuna yale wanaangalia ndio wakupatia hiyo kazi. Kwa hivyo mimi nilichukua tabia ile ya unyenyekevu. Nikasema kwa sababu si mara ya kwanza mimi kuwa kwa kura. 2017 nilichaguliwa kama MCA. 2022 nimerudi nikachaguliwa kama MCA. Na kutoka huku nyuma sijawahi toa vurugu yoyote. Kutoka huku nyuma sijawahi tusiana na mtu yoyote. Na ni kama promotion walikuwa nataka kukunipatia. So nikasema wataangalia maneno matatu. Kitu ya kwanza, hii ni kazi naomba. Lazima ninyenyekee kwa huyu tajiri wangu mwenye anataka kuniandika. Aangalie unyenyekevu wangu wa kuomba, itanisaidia kuchaguliwa kwa urahisi. Kitu ya pili, kwa sababu nimekuwa MCA mara ya pili, nikasema wataangalia historia yangu na kuchapa kazi, itanipatia nafasi ya kuwa kiongozi wao. Na ya mwisho nikasema ya kwamba hawa ni watu na watembelea, niwasikize yale matakwa wako nayo, ile shida wako nayo, ama kwa nini wanataka uongozi, na mimi niwaeleze kwa nini nataka kuwaongoza. Na wakuche na kitu moja ya kusema kwamba maono yangu kama itaambatana na maono yao, kwamba wakiniandika hii kazi, maisha yao na yangu yatakuwa mzuri kuliko vile ilikuwa jana.